Na kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Maandalizi ya mwaka mpya wa Kichina yachochea uzalishaji wa mapambo na maua. Meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China yafanya mazoezi ya uokoaji wa kitabibu katika bahari ya Atlantiki. Na China yapiga hatua kubwa katika uchimbaji wa chromite na utafiti wa gesi isiyo ya kawaida. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Magoa. Usiondoke. Na maandalizi ya sikukuu ya mwaka mpya wa Kichina yako katika hatua ya juu katika maeneo mbalimbali ya China, huku viwanda vya taa za mapambo na mashamba ya maua vikifanya kazi kwa kasi ili kukidhi mahitaji makubwa ya sherehe hiyo ambayo ni muhimu. Simiyu Wanjala anatuarifu zaidi. Katika kijiji cha Nanli mkoani Shanxi kaskazini mwa China, karibu wafanyakazi 100 wanafanya kazi kwa ushirikiano mkubwa katika kiwanda cha kutengeneza taa za mapambo. Kuanzia kukata waya, kuunganisha fremu kwa kutumia mashine za kulehemu, kupachika vitambaa vya hariri hadi kuchora michoro ya mapambo. Kila hatua inafanyika kwa umakini mkubwa zaidi. Katika karakana ya kuunda miundo, wafanyakazi hutumia tochi za kulehemu, kuunganisha waya za chuma na kuzibadilisha kuwa maumbo ya jadi kama majoka, feniksi na farasi, huku cheche zikienea hewani. Wakati huo huo, mafundi stadi hupachika vitambaa vya hariri vilivyochaguliwa kwa makini juu ya vyuma kuhakikisha maumbo ya vichwa vya majoka, farasi wanaoruka na sanamu nyingine yanaonekana imara, ya heshima na yenye mvuto wa kifahari. Wakati huo huo, katika shamba kubwa la maua la kukatwa lililopo eneo jipya la Xinjiang mkoani Shanxi kaskazini magharibi mwa China, mistari 8 ya uzalishaji inaendelea kufanya kazi kwa kiwango cha juu ili kukidhi mahitaji ya soko kuelekea sikukuu hiyo kubwa. Kila shina la ua huchukua takriban saa moja tu kuanzia kuvunwa hadi kufungashwa, jambo linalowezesha maua kusafirishwa moja kwa moja katika hali ya ubichi kwenda maeneo mbalimbali duniani. Shamba hilo linazalisha aina mbalimbali za maua, yakiwemo maua ya anthurium ambayo yamekuwa maarufu katika miaka hivi karibuni kutokana na rangi yake maridadi na maana yake ya bahati njema. Awali maua hayo yalistawi tu katika misitu ya mvua ya kitropiki, lakini maendeleo ya teknolojia yamewezesha kilimo cha maua mbalimbali katika misimu na maeneo tofauti. Kitalu cha kisasa chenye ukubwa wa mita za miraba 50,000 kimewekewa mfumo wa akili wa udhibiti wa mazingira unaotumia teknolojia ya mtandao wa vitu, yani IoT. Mfumo huo hukusanya taarifa za papo hapo kuhusu hali joto, unyevu, mwanga, kasi ya upepo pamoja na wadudu na magonjwa mbalimbali ya mimea. Mafundi wanaweza kudhibiti mfumo huo kwa mbali kupitia vituo maalum ili kuhakikisha maua yanakuwa katika mazingira bora zaidi. Maua hayo huuza sio tu katika miji mikubwa ndani ya China kama Beijing, Shanghai na Chengdu, bali pia huuza katika masoko ya nje ikiwemo Singapore na Korea Kusini. Meli ya hospitali ya jeshi la wanamaji la China ni Silk Road Ark ilifanya zoezi la uokoaji wa kitabibu katika maji ya bahari ya Atlantiki wakati wa operesheni yake ya Mission Harmony mwaka jana, ikijaribu uwezo wake wa kutoa msaada wa kitabibu katika safari za umbali mrefu. Hamis Darwish anaripoti zaidi. Zoezi hilo liliashiria mazoezi ya kwanza ya msaada wa kitabibu nje ya nchi kwa meli hiyo katika maji yasiyozoeleka mwaka 2026, likiwa limeundwa kuiga hali halisi za kukabiliana na dharura mbali na bandari za nyumbani. Zoezi hilo lilikutanisha meli ya hospitali, kituo cha kitabibu cha baharini na helikopta za meli katika operesheni ya pamoja ya uokoaji. Mazoezi yalifanyika katika mazingira ya kuigiza ya meli ya kibiashara iliyokuwa katika hatari kwenye bahari kuu ikiwa na majeruhi kadhaa. Baada ya kupokea ishara za dharura, helikopta ya meli iliruka mara moja chini ya mpango wa uokoaji wa angani, ikiwahamisha majeruhi wa kuigiza hadi eneo la uchunguzi wa awali kwa tathmini ya haraka na matibabu ya dharura. Upimaji. Tulifuatilia kanuni ya kutoa matibabu wakati wa kuhamisha pamoja na kufanya upimaji na uokoaji, kuhakikisha kuwa majeruhi wanatathminiwa kwa usahihi mapema iwezekanavyo. Ikiwa mgonjwa yuko katika hali mahututi, lazima tufanye Wagonjwa waliokuwa wamejeruhiwa vibaya walihamishwa hadi vitengo vya wagonjwa mahututi kwa uangalizi na matibabu zaidi baada ya upasuaji. Kisha
kundi la wataalamu wa tiba lilifanya mashauriano kwa wakati ili kuandaa mipango maalum ya matibabu. Katika hali ngumu za bahari katika maji ya mbali, zoezi hilo lilijumuisha moduli mbalimbali za mafunzo, ikiwemo uokoaji wa baharini, matibabu ya dharura na upasuaji, likiimarisha uwezo wa meli ya kijeshi ya kitabibu wa kukabiliana na dharura kwa njia jumuishi na kuongeza uwezo wa jeshi la wanamaji la China wa kutoa msaada wa kitabibu katika bahari za mbali, kulingana na mamlaka husika. China imepiga hatua muhimu katika utafiti wa rasilimali za madini na nishati, ikirekodi mafanikio mapya katika uchimbaji wa chromite na utafiti wa gesi isiyo ya kawaida. Maendeleo hayo yanaimarisha uwezo wa China katika upatikanaji wa rasilimali za kimkakati na usalama wa nishati. Ronald Mutie ana mengi zaidi. China imeendelea kufanya maendeleo makubwa katika utafiti wa rasilimali za madini, ikirekodi mafanikio muhimu katika uchimbaji wa chromite na sekta ya mafuta na gesi isiyokuwa ya kawaida. Hayo ni kulingana na shirika la utafiti wa jiolojia la China CGS chini ya Wizara ya Maliasili. CGS imeripoti kugunduliwa kwa mkusanyiko mpya wa madini unaoitwa Satokei 27 uliopatikana ndani ya mikanda ya madini ya Satokei kusini katika mkoa unaojiendesha wa Xinjiang kaskazini magharibi mwa China. Ugunduzi huo unaojumuisha aina 20 za madini yenye wastani wa kiwango cha ubora wa 30% unatajwa kuwa ugunduzi mkubwa zaidi wa utafiti wa madini katika eneo hilo kwa takriban miaka 40 kulingana na CGS. CGS pia imesema kuwa mkanda huo wa madini huenda ukawa na chromite, ambayo ni rasilimali ya kimkakati ya dimu nchini China. Chromite ni madini ya rangi nyeusi hadi nyeusi ya kahawia yenye mng'ao wa metali ya tivu na hutumika haswa katika kuyeyusha aloi maalum zenye elementi kama vile kobalti, nikeli na tungsten. Hivyo ni nyenzo muhimu katika viwanda vya anga, usafiri wa anga, magari na ujenzi wa reli. Watafiti wa China pia wamesema kwamba wamepata mafanikio makubwa katika kupata mtiririko wa gesi wa kiwango cha kiviwanda kutoka rasilimali zisizo za kawaida za mafuta na gesi katika miamba ya shale ya kipindi cha Permian iliyopo magharibi mwa mkoa Hubei katikati mwa China. Mafanikio haya yamesaidia kuanzisha mbinu mpya ya uchimbaji wa gesi isiyo ya kawaida katika tabaka jipya la miamba, na hivyo basi kupanua ufanisi wa shughuli za utafiti wa gesi ya shale nchini China kutoka bonde la Sichuan hadi magharibi mwa Hubei. Tamasha la 24 la utalii wa utamaduni wa uvuvi na uwindaji wa barafu na theluji katika ziwa Chagam limefunguliwa rasmi katika jiji la Songyuan, mkoa wa Jilin, kaskazini mashariki mwa China. Sherehe hii ya kitamaduni inatambuliwa kama urithi wa kitamaduni usiogusika wa kitaifa. Tom Wanjala ana maelezo zaidi. Miongoni mwa vivutio vikuu vya hafla ya ufunguzi ilikuwa ni ibada ya jadi ya kuliheshimu ziwa na kuamsha nyavu za uvuvi, iliyojumuisha utoaji wa sadaka, usomaji wa maneno ya kiibada na kunywa divai ya sherehe kwa pamoja. Ibada hii ya kale inaonyesha heshima kubwa kwa maumbile na matumaini ya mavuno mengi ya samaki, huku ikihuisha mila za karne nyingi hadi kizazi cha sasa. Tamasha hilo pia linajumuisha mashindano makubwa ya uvuvi, ambapo timu mbili hutumia nyavu zenye urefu wa mita 2000 kujaribu kuona ni ipi itanasa samaki wengi zaidi. Ili kulinda na kuendeleza utamaduni huo wa muda mrefu, mamlaka za eneo hilo zimekuwa zikiingiza takriban samaki wadogo milioni 20 katika ziwa hilo kila mwaka. Mwaka huu uandaji wameanzisha pia shughuli mbalimbali shirikishi ili kuwapa watalii uzoefu wa moja kwa moja wa uvuvi wa majira ya baridi. Shughuli hizo ni pamoja na uvuvi kwa kutumia nyavu ndogo, masanduku ya siri chini ya maji, uvuvi wa barafu ndani ya majengo na michezo mingine mingi ya majira ya baridi. Giza linapoingia, maelfu ya taa za samaki huwashwa na mwanga wake unaoakisiwa juu ya barafu hutengeneza mandhari ya kuvutia. Zaidi ya hayo, maonyesho ya nje ya majira ya baridi yenye ukubwa wa mita za mraba 30,000 yanaendelea kuvutia makundi ya wageni wanaofurahia vibanda vya vyakula, maonyesho ya ngoma na shughuli za jadi zinazohusiana na utamaduni wa uvuvi na uwindo wa eneo hilo. I think the atmosphere is especially good this year. There are so many tourists, and I love lively places like this. The activities are getting richer and richer every year, transforming from a single experience into a diverse cultural experience. Kwingineko, China na Umoja wa Afrika wameimarisha uhusiano wao wa kimkakati baada ya viongozi wa pande hizo mbili kukutana Addis Ababa, Ethiopia, na kujadili masuala ya maendeleo, amani, biashara na ushirikiano wa kimataifa. Nilizamia taarifa hiyo na kuandalia ripoti ifuatayo.
Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi na mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf Alhamisi waliongoza mazungumzo ya 9 ya kimkakati kati ya China na Umoja wa Afrika katika makao makuu ya AU mjini Addis Ababa, Ethiopia. Katika hafla hiyo, viongozi hao pia walizindua rasmi mwaka wa mabadilishano ya watu kwa watu kati ya China na Afrika mwaka 2026, hatua inayolenga kuimarisha uhusiano wa kijamii na kitamaduni kati ya pande hizo mbili. Mazungumzo hayo yalilenga ushirikiano wa China na Afrika katika maendeleo ya kisasa, utawala wa dunia, amani na usalama, pamoja na biashara, ikiwemo mpango wa bidhaa zisizotozwa ushuru. Pande zote zilikubaliana kuwa China na Umoja wa Afrika kama wanachama wa Global South zina msimamo unaofanana kuhusu masuala makuu ya kimataifa. Umoja wa Afrika ulithibitisha tena kuunga mkono sera ya China moja, ukisisitiza kuwa Taiwan ni sehemu ya China. Viongozi hao pia walisisitiza umuhimu wa kuheshimu uhuru na mipaka ya mataifa na kutatua migogoro kwa njia za amani. Aidha, walieleza wasiwasi wao kuhusu hali ya kisiasa nchini Venezuela, wakisisitiza kuheshimiwa kwa sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. China na Umoja wa Afrika zilikubaliana kuimarisha uratibu wa mipango yao ya maendeleo, ikiwemo kuoanisha mpango wa maendeleo wa China wa miaka 5 wa 15 na ajenda ya Afrika mwaka 2063 kwa lengo la kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi wa pande zote mbili. Miongo ya juhudi za vizazi vitatu vya Wachina imebadili eneo la Sainhanba, mkoa wa Hebei, kaskazini mwa China, kutoka ardhi kame na kuwa msitu mkubwa uliotengenezwa na binadamu. Hatua hiyo ilichukuliwa ili kukabiliana na uharibifu wa mazingira na dhoruba za mchanga zilizokuwa zikitishia Beijing na miji mingine ya kaskazini. Hebu tujiunge na mwenzangu Zakia Pong kwenye sehemu yetu basi ya Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Miongo ya juhudi za kipekee zilizofanywa na vizazi vitatu vya watu wa China imebadili eneo la Sainhanba mkoani Hebei, kaskazini mwa China, kutoka eneo la ardhi kame na kuwa msitu mkubwa uliotengenezwa na binadamu. Mwishoni mwa miaka ya 1950, karne za kulisha kupita kiasi, ukataji miti uliharibu eneo hilo na kuligeuza kuwa jangwa, huku dhoruba za mchanga zikitishia mji mkuu wa China, Beijing, na miji mingine ya kaskazini. China iliamua kurejesha uhai wa eneo hilo. Mwaka 1962, shamba la kitaalam la msitu la Sainhanba lilianzishwa. Awamu ya kwanza ya wanamisitu ilijumuisha watu 369 kutoka mikoa 18 nchini China, ambao wengi wao walikuwa na miaka ya 20. Baada ya nusu karne, vizazi vitatu ziligeuza eneo la msitu kutoka 11% hadi 82%. Mwaka 2017, Sainhanba ilishinda hadhi ya ngazi ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa ya mazingira, mshindi wa dunia. Sasa uzoefu wake wa ufundi wake wa kisasa umeshirikishwa nchini China na nchi nyingine ikiwemo Mongolia, Ethiopia na Sri Lanka. Mwezi Agosti mwaka 2021, Rais Xi alikagua shamba la msitu la Sainhanba. Rais Xi alitoa wito kwa watu wa Sainhanba kuongeza zaidi juhudi na kuendeleza mbele urejeshaji wa misitu. Hii leo, misitu inayochanganywa ni rahisi sana kukabiliwa na moto, wadudu na mabadiliko ya tabia nchi. Tangu mwaka 2023, Sainhanba imeweka vigezo katika kila miradi yake ya upandaji.
Wengine wanakabiliana na misitu migumu, miteremko mikali yenye miamba na udongo kidogo na mvua chache. Hivi sasa kila mteremko kama huo wa miamba katika eneo la Saihamba limekuwa la kijani na viwango vya kuishi kiko juu ya 98%. Hii leo eneo la msitu limechukua kilomita za mraba 760, ukubwa wa zaidi ya viwanja 100,000 vya soka. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia zaidi. Karibu kwa pamoja tujifunze Kichina. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. 第9课 Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 今天星期几 Sikiliza rekodi na usome. 星期一，星期一，星期二，星期二，星期三，星期三，星期四，星期四，星期五，星期五，星期六，星期六，星期天，星期天。 Sikiliza rekodi na usome. 今天，今天，明天，明天，星期，星期，生日，生日，喜欢，喜欢，月，月，号，号。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 生日，生日， 你的生日 你的生日。 月，月， 1月 1月。 号，号， 你的生日是几月几号 你的生日是几月几号？ 今天，今天， Tafadhali jibu swali langu. 今天星期几 今天星期一。 星期，星期， Tafadhali jibu swali langu. 今天星期几 今天星期五。 明天，明天， Tafadhali jibu swali langu. 明天星期几 明天星期六。 喜欢，喜欢， Tafadhali jibu swali langu. 你喜欢星期几 我喜欢星期六。 Keki ya msamiati. Dubu mdogo anataka kupika keki ya safu 6 ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Lakini keki ni ngumu sana kupika. Tafadhali msaidie. Unaposoma msamiati kwa usahihi, safu 1 itaongezwa. Tafadhali soma. 月，生日，明天，今天，星期，喜欢，号。 Kujaza sehemu zilizoachwa wazi. Kwa kila andiko sahihi unalochagua, utapokea zawadi. Wacha tuone ikiwa unaweza kukusanya zawadi zote. 星期，号，生日，喜欢，不。 今天星期几
今天几月几号？明天是我的生日。我喜欢星期六。我不喜欢它。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见。 Kufikia hapo ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, jina langu ni Jacob Mogoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.